Honor and authority belongs to you. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you so much. You can sit down briefly. I am going to be very brief in this lunch hour session. This lunch hour service, I want to talk a little bit about what is going on in this country. The authority of the grace that has been poured in this land. And I want to focus on the glory of the Lord that was prophesied. Prophesied way back in the Bible. Listen, precious people. It's very easy for the visitation of the Lord to pass you by. By saying, you know, I belong to repentance and holiness. We have the prophet of the Lord. What is the message the Lord is speaking to you? Speaking to the church. In this kind of historic, never ever seen visitation. It is very powerful to see. But it's even much more powerful to know. Listen, precious people. We know that the glory of the Lord that is visiting Kenya right now was prophesied by Daniel the prophet, was prophesied by Joel the prophet. Isaiah talked about it. Jeremiah spoke about it. And so if we really want to understand the message that's resonating from this kind of historic visitation, it will be important for us to go into the Bible and begin to dig, to mine that scripture that speaks about it. What does the scripture say about it? What did the Lord say about it then? And what is the instruction that is inside there, therein, about this visitation? Listen very carefully now. When Isaiah saw this visitation, this is what Isaiah saw. Isaiah 26. And I'm going to be brief, precious people. This is a lunch hour session. I always hear about lunch hour sessions in Nakuru main altar. And I can only imagine how beautiful it is at lunchtime. But today, the Lord has allowed me. He has blessed me to be part of it. Isaiah chapter 26. What does the Lord say about this visitation? And this is the visitation that has now woken up all the nations of the earth. All of them are now looking and say, oh look, something is happening in Kenya. And it is historic. It has never happened unto the church. And he says in Isaiah chapter 26, only one verse,
mstari mmoja pekee. Verse 19. Mstari wa 19. Isaiah 26:19. Isaiah 26 mstari wa 19. He says, anasema, but your dead will live, lakini wafu wenu wataishi, their bodies will rise. miili yao itafufuka. You who dwell in the dust, ninyi mnaokaa katika mavumbi, wake up and shout for joy. amkeni mkapige kelele kwa furaha. Can I stop there? And then, let me, hallelujah. Hallelujah. It is so powerful. Ni ya nguvu sana. He said, wake up and shout for joy. Anasema amkeni mkapige kelele kwa furaha. Your dew is like the dew of the morning. Umande wenu ni kama umande wa asubuhi. The earth will give birth to her dead. Dunia itawazaa wafu wake. Only verse 19. Mstari wa 19 pekee. Therein you get an extract. Mule ndani mnapata kitu kilichotokeza. An import. Kitu kilichotokeza. That you may be able to use to understand this. Ya kwamba ukaweze kutumia kufahamu haya. What is the Lord saying here? Je, Bwana yuasema nini hapa? He's saying anasema that when Isaiah saw ya kwamba wakati Isaiah aliona this visitation that is happening right now, huu mtembeleo ambao unatendeka sasa hivi, he said alisema that visitation would have authority and power. huo mtembeleo utakuwa na mamlaka na uweza. And the authority and power, na uweza na mamlaka, he says, anasema would eventually bring resurrection, hatimaye utaleta ufufuo, revival, uvuvio, would bring resuscitation, italeta uvuvio, would bring renovation, italeta kutengezwa upya, reformation. kutengezwa upya. But I want to pull for you the message. Lakini nataka niwavutie, niwatokezeni ujumbe. When Isaiah saw the glory coming, Wakati Isaiah aliona utukufu ukija, he said alisema to the church, kwa kanisa, wake up and shout for joy. amkeni mkapige kelele za furaha. If you go to Amplified, Ikiwa utaenda tafsiri ya Amplified, the other versions of the Bible, tafsiri zinginezo za Biblia, he says, wake up and sing for joy. anasema amkeni mkaimbe kwa furaha. And he uses the word for, F-O-R. Na anatumia neno kwa furaha, For, he uses the word for, F-O-R. anatumia neno for, F-O-R. Now listen to this. Sasa sikiza He said, haya. wake up and sing for joy, Anasema amkeni mkaimbe kwa furaha, for your dew is like the dew of the morning. kwa maana umande wenu ni kama umande wa asubuhi. Meaning, because your dew is like the dew of the morning. Kumaanisha kwamba umande wenu ni kama umande wa asubuhi. That the reason the church would have to experience joy, revival, jubilation, Sababu ambayo kanisa inapaswa kupitia uvuvio, furaha. the reason Isaiah saw Sababu ambayo kwayo Isaiah kaiona that the church, this church, would rise up in joy. ya kwamba kanisa hili litainuka kwa furaha. He said, for, because their dew, your dew is like the dew of the morning. Anasema kwa sababu umande wenu ni kama umande wa asubuhi. And so when Isaiah saw this anointing, Na hivyo basi wakati Isaiah aliona upako huu, this glory coming down, utukufu huu ukishuka chini, Isaiah called it the morning dew. Isaiah aliuita umande wa asubuhi. And we all know the message the Lord is speaking to the church from there. Na sisi tunajua ujumbe ambao Bwana ananenea kanisa tokea hapo. Because we know Kwa sababu tunajua that the reason he said jump up and shout for joy, ya kwamba sababu anayosema ruka na ukapaze furaha, ukapaze kelele za furaha, for your dew is like the dew of the morning, kwa maana umande wenu ni kama umande wa asubuhi. meaning Kumaanisha because your dew will not be late. kwa sababu umande wenu hautachelewa. 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 The dew of the morning Umande wa asubuhi normally comes up at 10 p.m. kwa kawaida inakuja saa 4 za It usiku. comes early. Inakuja mapema. The morning is midnight. Asubuhi ni saa 6 ya The usiku. morning begins at midnight. Asubuhi yaanza saa 6 usiku. But when you sit down on the grass Lakini unapoketi chini kwenye nyasi in the evening, wakati wa adhuhuri, saa
tatu at 9 p.m. Saa 3 ya jioni. 9 p.m. when you stand up, you find you are wet. Saa 3 ya jioni unaposimama unapata kwamba umelowa. Yeah, very good. Maji umelowa. Unapata umelowa. You find that you are wet. Unapata kwamba umelowa. And you say, wow. Na unasema wow. The dew has already come. Umande tayari umekwisha wasili. That dew is for the morning. Huo umande ni wa asubuhi. And so the first reason na hivyo basi sababu ya kwanza that Isaiah ambayo Isaiah saw and realized that she will jubilate. Aliona na akasema mtafurahia. She will celebrate. Atasherehekea. Is because ni kwa sababu your dew is like the dew of the morning. Umande wenu ni kama umande wa asubuhi. And it will not be late. Na hautachelewa. Because the morning dew comes early. Kwa sababu umande wa asubuhi huja mapema. No, listen to this now. Sikiza hii sasa. Listen now to this part. Sikiza kwa sehemu hii sasa. Isaiah said alisema that when the morning dew would arrive, ya kwamba wakati umande wa asubuhi utafika, there will be celebration unspeakable. Kutakuwa na kusherehekea isiyoneneka. Joy unspeakable. Furaha isiyoneneka. Jubilation unspeakable. Kusherehekea isiyoneneka. Felicitation unspeakable. Sherehe isiyoneneka. Why? Kwa nini? No, let me just explain slowly. Wacha nieleze tu pole pole. What is the reason for that? Sababu yake ni ipi? What is the message for that? Je, ujumbe ni upi? Everybody focus on me now. Kila mtu nilenge sasa. Normally, kwa kawaida, the morning dew umande wa asubuhi is very fresh. Ni mpya kabisa. Did you understand that? Je, ulielewa hiyo? The morning dew is normally very fresh. Umande wa asubuhi ni mpya kabisa, mbichi. When you see the dew on the leaves, wakati unaona huo umande kwenye matawi, it is normally so fresh, ni mbichi sana. Meaning, kumaanisha it is clear, crystal clear. Ni safi kama yaspi ya kuti. It has not yet been contaminated. Haijachafuliwa bado. When it comes, wakati inakuja, it is crystal clear. Iko safi kama yakuti samawi. And it is cold. Na iko baridi. Clean. Iko safi. Pure. Safi. Unadulterated. Uncontaminated. Haijanajisika. Untouched. Haijaguswa. Hallelujah. Hallelujah. So Isaiah saw hivyo Isaiah aliona that the church would celebrate, ya kwamba kanisa litasherehekea, because kwa sababu the morning dew would be fresh, umande wa asubuhi utakuwa mbichi, untouched, haujaguswa, unabused, haijatukanwa. Next, nyingine, the way Isaiah speaks about this visitation, jinsi ambavyo Isaiah anazungumzia mtembeleo huu, he is saying anasema that jump up and celebrate, ya kwamba rukeni mukasherehekee, sing for joy, imbeni kwa furaha, shout for joy, piga kelele kwa furaha, for your dew, kwa sababu umande wenu is like the dew of the morning. Ni kama umande wa asubuhi. Meaning, kumaanisha they had waited too long. Walikuwa wamengojea sana kwa muda mrefu. I am coming there. Ninakuja hapo. Because he said, shout, for your dew is like the dew of the morning. Maana anasema mkapige kelele, kwa maana umande wenu ni kama umande wa asubuhi. And if you read further on, na ikiwa utaendelea kuendelea kusoma in Amplified, katika tafsiri ya Amplified version of the Bible, tafsiri ya Amplified ya Biblia, where he says, and the dead, the earth will give birth to her dead. Mahali ambapo anasema na makaburi yatatoa wafu wake. Amplified says, Amplified inasema, even in the land of the shade of the dead, the dew will fall. Hata katika nchi ya wafu umande utaanguka. Meaning, kumaanisha, this is the example. Huu ndio mfano. Do you remember Israel? Je, unakumbuka Israeli? In the book of Ezekiel, katika kitabu cha Ezekieli 37, when Israel was gone, wakati Israeli ilikuwa imekwisha, in the valley of the dead bones, ilipoenda katika bonde la mifupa iliyo mikavu, mikavu, yes, in the valley of dead bones, katika mifupa mikavu, valley of dry bones, mifupa mikavu,
They were saying walikuwa wanasema that look, kwamba tazama, our bones are too dry mifupa yetu imekauka mno, and all our hope is gone, na tumaini letu lote limepotea, and there is no more hope. na hakuna tumaini tena. Our bones are too dry. Mifupa yetu ni mikavu mno. And the Lord sent Ezekiel Naye Bwana akamtuma Ezekieli and told him, na akamwambia, go stand by the valley nenda ukasimame kwenye bonde of the dry bones ya mifupa mikavu, and prophesy to the four winds, wind. na ukatoe unabii kwa pepo sehemu ine. But if you look at the Hebrew translation, Lakini ukitazama tafsiri ya Kiebrania, he said, Lehaim, anasema lihaim. for life, Lehaim, Lihaim, for life, kwa uzima. kwa uzima. When they want to drink water, juice, whatever, Wakati wanataka kunywa maji, Wayahudi they toast. wanaonja. If you go to the Jewish dinner, Ikiwa utaenda katika cha jioni cha Wayahudi, they say Lehaim, wanasema lihaim, for life. kwa uzima. But listen to this now. Lakini tusikiza haya sasa. Ephes Haim. Fesahim. Now listen to this now. Sasa sikiza hii sasa. When God created Adam, Wakati Mungu alimuumba Adamu, and then he breathed his life into Adam, alafu akapuliza uhai wake kwa Adamu, he gave life. akapeana uhai So ili the breath of God. ile pumzi ya Mungu. So when Ezekiel was prophesying to the wind, Wakati Ezekieli alikuwa unatoa unabii kwa mawimbi, in fact he was prophesying to the breath of the Lord. hata hivyo alikuwa anatoa unabii kwa pumzi ya Mungu. And that's why the breath came. Na hiyo ndio sababu pumzi ikaja. And that breath of the Lord is the Spirit of the Lord. Na hiyo pumzi ya Mungu ni roho wa Mungu. And the breath came and the breath touched the dry bones. Na hiyo pumzi ikaja ikaiguza ile mifupa mikavu. The breath of God carries the life of God. Pumzi ya Mungu inabeba uhai wa Mungu. And when the breath of God touched the dry bones, na wakati hiyo pumzi ya Mungu iliguza hiyo mifupa mikavu, life was given to the dry bones. uzima ukapeanwa kwa mifupa mikavu. And Ezekiel saw the entire Israel army. Na Ezekieli akaona jeshi lote la Israeli. The entire army of Israel he saw. Jeshi lote la Israeli aliliona. Listen, precious people, now. Sikiliza watu wa dhamani sasa. So what does that mean Kwa here? hivyo hiyo yamaanisha nini hapa? Because in Amplified he Kwa says, sababu katika tafsiri ya Amplified anasema, Isaiah 26, Isaiah 26 verse 19, focus on me. mstari wa 19, nilenge mimi. At the end, Pale mwisho where he says, and the earth will give birth to her dead. mahala ambapo anasema na dunia itawatoa wafu wake. Amplified says, Tafsiri ya Amplified inasema, even in the land of the shade of the dead, hata katika nchi la bonde la wafu, hata kwenye nchi ya mavuli ya wafu, hata kwenye nchi ya mavuli ya wafu, he said, the dew will fall. anasema umande utaanguka. And so he says this, Na hivyo anasema hivi, therefore shout for joy, hivyo basi pigeni kelele kwa furaha. which means the dew was coming to give life. Hiyo inamaanisha umande ulikuwa unakuja kupeana uhai. I don't have time, I'm trying to rush. Focus on Sina this. wakati, najaribu kukimbia nilenge sasa. Listen to the message here. Sikiliza ujumbe hapa. That tells you, Hiyo inakuambia like it was in the valley of dry bones, kama jinsi ilivyokuwa katika bonde la mifupa mikavu. they waited too long for any dew. Walingojea muda mrefu kwa umande wowote. So when Isaiah saw the church, Wakati Isaiah alikuja kwa kanisa, he saw that she had waited for a very long time aliona kwamba lilikuwa limengojea kwa muda mrefu for the sana morning dew to come to kwa her. umande wa asubuhi kuja kwake. And her bones were too dry. Na mifupa yake ilikuwa mikavu sana. And she had no life. Na hakuwa na uhai. When the church had no life, Wakati kanisa alikuwa na uhai, anybody can come and lie to her. kila mtu anaweza kuja na kulidanganya. It's a dead church. Ni kanisa lililokufa. Why was she dead? Ni kwa nini lilikuwa limekufa? Because she is in sin. Kwa sababu lilikuwa katika dhambi. And the wages of sin is death. Na ujira wa dhambi ni mauti. Meaning there is no hope. Kumaanisha hamna tumaini. So the false prophets can
come and lie. Hivyo manabii wa uongo wanaweza kuja na kudanganya. The false prophets and false apostles, Manabii wa uongo na mitume wa uongo, they could come and lie to her. wangekuja na kulidanganya. And so they were crying, Na hivyo basi walikuwa wakilia, Lord, Bwana, we are too dry. tuko kavu And sana. that's why you find Na hiyo ndio sababu unapata some pastors were pushing people. baadhi ya wachungaji walikuwa wanasukuma watu. When they are praying for somebody, Wakati wanamuombea mtu, they push you. wanakusukuma, They want you to fall. wanataka uanguke. Meaning, Kumaanisha we are longing for this. tunatamani hii. We are longing for when the Lord will come and touch us. Tunatamani wakati ambapo Bwana atakuja na kutuguza. All that they were doing tells you about the desperation. Kile ambacho walikuwa wanafanya ilikuwa tu inakunenea kuhusu ukiwa. And somebody comes with HIV/AIDS Mtu anakuja na virusi vya gonjwa la and they ukimwi say, I prayed over you. na anasema nimekuombea, And they pour oil on their heads. na wanamimina mafuta ya upako vichwani mwao. And the person asks, am I now healed? Na anauliza, je, sasa nimeponywa? And he's told by the pastor, Na anaambiwa na mchungaji, now you have been healed. sasa umeponywa. And he asked the pastor, Na anamuuliza mchungaji, can I now go and test? je, sasa naweza kwenda na kupima? And the pastor said, Na mchungaji anasema, no, that means you have no faith. hapana, hiyo yamaanisha hauna imani katu. You cannot go test. Hauwezi kwenda kupima. You must have faith. Lazima uwe na imani. And look at this now. Na tazama hii sasa. And they go back to the pastor. Na wanamwambia mchungaji, Wanamrudia mchungaji. wanamrudia mchungaji. And they ask the pastor, Na wanamuuliza mchungaji, I have always wanted to get married. kila wakati ningependa kuolewa, Because now you say I am healed. kwa sababu sasa unasema nimeponywa. Can I now go and get married? Je, sasa naweza kwenda na The kuolewa? pastor says it's okay. You just believe. You have faith. You have been healed. Go get married. Mchungaji anasema ni sawa, wewe kuwa tu na imani, umeponywa, unaweza kuolewa. That was deadly. Hiyo ilikuwa ya kufisha. It tells you of a church in desperation. Inakuambia kuhusu kanisa lilio katika ukiwa. Meaning, Kumaanisha when they lay their hand wakati wanawekelea mikono yao and pour oil na kumimina mafuta ya upako and say you believe you have na been healed, kusema wewe amini umeponywa, you are healed. umeponywa, It means inamaanisha when God looks at that church, wakati Bwana analiangalia hilo he kanisa, said, look how desperate she is anasema tazama jinsi lilivyo kwenye ukiwa for a visitation. kwa ajili ya mtembeleo, That the oil, that the new dew ya kwamba mafuta, kwamba umande mpya may touch people and heal them. ukawaguze watu na kuwaponya. That is what she was doing. Hicho ndicho lilikuwa linafanya. And that's why Na hiyo ndio sababu when Isaiah saw the church wakati Isaia liliona kanisa, and he said to him, na kwake yeye it was similar to the valley of dry bones. ilikuwa sawia na kuwa kwenye lile bonde la mifupa mikavu. Meaning, Kumaanisha they had waited for too long walikuwa wamengojea kwa muda mrefu mno for the dew to fall. kwa ajili ya umande kuanguka. And so, Na hivyo when the dew fell, wakati umande ulianguka, big historic celebration. kukakuwa na sherehe ya kihistoria. What is the message? Ujumbe ni upi? Let me give you the message. Wacha niwapatie ujumbe. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. That is what Isaiah saw in the church. Hicho ndicho Isaia kaona kwa kanisa, That she was very thirsty for a very long time. kwamba lilikuwa na kiu sana kwa muda mrefu, She was longing. lilikuwa linatamani And she could not imagine na hangeweza kuwazia the day that the morning dew will fall. siku ambayo umande wa asubuhi ungeanguka, Because she was too thirsty. kwa sababu lilikuwa na kiu sana. And she said, Na anasema the church, kanisa she said, alisema when the morning dew comes, wakati umande wa asubuhi unapokuja, because I have waited for too long. kwa sababu nimengojea kwa muda mrefu. Najua nyinyi wanawake hapa ambao mko hapa, wengi wenu mumekuwa mkiomba sana kwa miaka nyingi sana ati Bwana atume uvivio. Najua nyinyi wanawake mlioko hapa mmekuwa mkiomba sana kwa muda mrefu kwamba Bwana atume uvuvio. I know you knew that things were not right in the church. Najua kwamba mlijua mambo hayakuwa sambamba, hayakuwa vema kanisani. And most of the women, I know them, they said, I have been praying for 14 years that the Lord may send us revival. Na wengi wa wanawake na wajua wamekuwa wakiomba, walisema nimekuwa nikiomba kwa miaka 14 kwamba Bwana atume uvuvio
hivyo kwa kanisa. When you see pregnancies in church, Wakati mnaona mimba katika kanisa, pregnancies in the worship, mimba katika kikundi cha kuabudu, and the pastor is involved, na mchungaji amehusika, and the elder is involved. na mzee wa kanisa amehusika. When you see false prophets coming from Nigeria to take your money, Wakati mnaona manabii wa uongo wakitoka Nigeria Ghana, kuchukua pesa zenu, Ghana, Ghana, Kenya, Kenya, they come for money. wanakujia pesa, The false apostles. mitume wa uongo, And they say, sow a seed and get your na miracle. wanasema panda mbegu na upate muujiza wako. You knew that that was not right. Mlijua kwamba hiyo haikuwa sawa, And so some of you, na hivyo basi baadhi you have yenu been waiting for too long mmekuwa mmengojea kwa muda mrefu for the Lord to visit. kwa Bwana kutembea. That is the description I gave during the fasting. Hayo ndio maelezo niliyopeana wakati wa mfungo, That if I have waited a whole 6 days, ya kwamba ikiwa nimengojea siku zote 6, dry fast, mfungo mkavu, very thirsty, nikiwa na kiu sana, my tongue is normally gets stuck on the roof of the mouth. ulimi wangu unakwama pembeni juu katika mdomo. Then the same to the church. Alafu vivyo hivyo kwa kanisa, Isaiah saw Isaiah that she aliona was very, very, very thirsty. kwamba lilikuwa na kiu sana. And for you, Na kwako you wewe always say, kila wakati unasema, I don't want the normal glass. sitaki gilesi ya kawaida, I've waited too long. nimengojea kwa muda mrefu, I want bigger. nataka kubwa. The same thing Isaiah saw. Jambo lilo hilo Isaya kaliona, That if the church has waited so long, ya kwamba iwapo kanisa limengoja muda mrefu, then that dew, basi huo umande, then that anointing, basi huo upako, the church would be so thirsty. kanisa litakuwa na kiu sana. And when she is given it, Na wakati litakuwa limepewa, after a long, long wait, baada ya kungojea kurefu, she would be told, ataambiwa, take this. chukua hii, This is a treasure. hii ni hazina, Ni dhamana, a ni ya treasure. thamani. Precious dhamani. Asina, this is a treasure. Hii ni hazina ya thamani. Let me explain that very carefully. Wacha nielezee hiyo kwa umakinifu. It is just like that glass Ni kama hiyo glesi which is going to save your life. ambayo inaenda kuokoa maisha You yako. have been fasting, you feel you're going to die. Umekuwa ukifunga unahisi unaenda kufa. Some of you collapse even. Baadhi yenu wengine hata wanazimia. And so listen, Na hivyo sikiliza. you want that first glass to drink it, to get back to life. Unataka hiyo glasi ikuuishe, ikurejeshe kwa uhai. Let me ask you, Wacha niwaulize. can you allow somebody Je, unaweza kumruhusu mtu when you are about to drink? Now the sun, first of all, the sun takes long to go down anyway. kwanza kabisa jua linachelewa kutua hata hivyo. But listen, now you have suffered, it has gone down. Sasa wacha tuseme umeteseka na limekwisha tua. And some of you close the curtains. Na baadhi yenu wanafunga ile pasia. So you see like it's darkness. I think night has come. Hivyo uone kama ni giza na kisia giza limekuja. No, you do this and then you go, you pray on your knees, you come to open. Bado haijaenda. Unaenda, unaomba, unakuja dirishani unasema bado halijatua. And then finally you have the glass. Alafu hatimaye uko na hiyo glesi. Can you allow somebody Je, unaweza kumruhusu mtu this is I prepared it, I want to drink it, hii nimeiandaa nataka kuinywa, and say no, I take it away? alafu nasema hapana, naichukua? That is life and death. Hiyo ni uhai na kifo. That is the treasure I want to speak about. Hiyo ndio hazina nataka kuizungumzia kuihusu. The first message Ujumbe wa kwanza that Isaiah gave ambayo Isaiah alipeana about this latter glory, kuhusisha utukufu huu nyakati za mwisho. when he saw it, Wakati aliuona, the Lord sent him to say Bwana alimtuma kusema that when it comes, ya kwamba inapokuja, because the church will have suffered so much drought, kwa sababu kanisa litakuwa limeteseka ukame mwingi, when it comes, wakati inakuja it will be life-saving itakuwa ya kuokoa maisha and it will be a treasure. na itakuwa hazina. That is message number one. Huo ndio ujumbe wa kwanza.
It will be a treasure. itakuwa hazina. Look, Tazama, you have been waiting for this. umekuwa ukingojea hii, Now it has arrived. sasa imewasili. Now I give it to you. Sasa ninakupatia. It is a treasure. Ni hazina. Following the way you have suffered, Kufuatia jinsi ambavyo umeteseka, the Lord has sent me to give it to you. Bwana amenituma nikupatie, And it is a treasure. na ni hazina. Now look at this. Sasa tazama hii. If it is a treasure, Ikiwa basi ni hazina, then I hear basi the undercurrents. nasikia ile miali, I hear another message right beneath. nasikia ujumbe mwingine hapo chini yake. Meaning the Lord is saying, Kumaanisha Bwana anasema, what do you do with treasures? je, unafanya nini na hazina? I love this. He did a book in his chest like this. Naipenda hii. Alifanya Biblia hivi, akaishinikizia kifuani mwake hivi. You protect treasures. Unalinda hazina. That is the other message that now comes from underneath. Huo ndio ujumbe unaojitokeza chini yake. So the Lord was essentially saying Hivyo Bwana kimsingi alikuwa anasema that when that revival comes, ya kwamba wakati wa uvuvio unakuja, the revival of righteousness, uvuvio wa uhaki, the revival of repentance, uvuvio wa toba, the revival of holiness, uvuvio wa utakatifu, that is the revival huo ndio uvuvio that brings the morning dew. ambao unaleta umande wa asubuhi. And that revival, because it causes you to leave sin, Na huo uvuvio kwa sababu unakufanya wachane na dhambi, it essentially prepares you in the way to enter the kingdom of God. kimsingi na kuandaa na inaandaa njia kuingia katika ufalme wa Mungu. And after a long suffering, Na baada ya kuteseka kwingi, he's saying it would be a treasure. anasema itakuwa ni hazina. But if it is a treasure, Lakini basi kama ni hazina, then I hear another conversation, another instruction basi nasikia mjadala mwingine, maagizo mengine that says, hey, ambayo inasema, hey, therefore safeguard it. hivyo basi uilinde, Therefore protect it. hivyo basi uitunge. And when he says protect it, Na wakati anasema uilinde, I hear another instruction. nasikiliza maagizo mengine. I am giving the message of the glory. I hope you are, you are with me, right? I know you are with me. Napeana ujumbe I wa am utukufu. giving very important points as I go. Napeana nakala za kunukuu muhimu sana tunapoenda. You have waited for this for so long. Umengojea hii kwa muda mrefu. Now Sasa it has arrived. imekwisha I wasili. give it to you. Ninakupatia. Meaning protect it. It is a treasure. Kumaanisha uilinde, ni hazina. Number two, meaning it is a treasure. Kumaanisha ni hazina. Waited for so long. Imengojewa kwa muda mrefu. Ni hazina. It's a treasure. Ni hazina. And the underlying message is please protect it. Na ujumbe mwingine, tafadhali uichunge. And every time somebody says please protect it, Na kila wakati mtu anaposema tafadhali uichunge, then you know that there is another instruction basi unajua kunayo maagizo mengine that says ambayo yanasema there is a risk of losing it. kuna hatari ya kuipoteza. Where are you? Ephata in Hebrew. Muko wapi? Efuata katika Kiebrania. Where are you? Muko wapi? You I bless you eternally. Na But listen to kubariki this. milele. Listen to this now. Sikiza hii sasa. I know you were busy writing the point, but Na listen to this mlikuwa now. mnaandika. Listen, the most important thing. Sikiza kitu cha muhimu zaidi. Meaning, Kumaanisha when that anointing will kutakuwa na hatari kubwa ya kuipoteza. a risk of somebody going and looting it. Hatari ya mtu kwenda na kuiiba. Can I explain to you that? Je, naweza kuelezea hiyo? Now we have seen the message Sasa tumeuona ujumbe of the glory that you are seeing on the website. wa utukufu mnaoona kwenye mtandao. And we have free DVDs we'll give here. Na tuko na kanda za video bure hapa tutapeana. And it's so beautiful Na ni ya kupendeza mno. that actually Major General Chaka, he took it when it was coming.
ya kwamba haswa mchungaji Meja Jenerali alishuka kabla ya kufika chini. Alipiga picha. Alipiga picha. He captured it. Alipiga picha. We are living in the days tunaishi katika siku when if you are standing right with God, wakati ambapo ikiwa unasimama sawa na Bwana, you can easily see the glory, the cloud of Moses descending. Kwa urahisi unaweza kuona utukufu, lile wingu la Musa likishuka. The cloud of God's glory. Wingu la utukufu wa Mungu. You can easily see it coming down. Unaweza kuliona kwa urahisi likija chini. I was very shocked to see the clips. Niliweza kushangazwa kuona hizo picha. Everything I was describing in the dream. Kila kitu nilichokuwa naelezea kwenye ndoto. But to see it about to arrive, lakini kuiona kabla ya kufika, and to see when it has touched down, na kuiona wakati imeguza chini. that is the most powerful church. Hilo ndilo kanisa la nguvu sana. Ever since Jesus went to the cross. Tangia Yesu alipokwenda msalabani. But now he's saying, lakini sasa anasema, that by the way, la kwamba hata hivyo, because you have waited too long, kwa sababu umengojea muda mrefu, it is a treasure. ni hazina. And if it is a treasure, hivyo basi kama ni hazina, then please protect it. basi tafadhali uilinde. Meaning, don't lose it. Kumaanisha usiipoteze. And if he's saying don't lose it, na ikiwa nasema usiipoteze, then it means he knows there is somebody who wants to come and take it. basi anajua kuna mtu anayetaka kuja na kuichukua. The danger of losing it. Hatari ya kuipoteza. Can we just read that because time is about to end? Je, tunaweza soma hiyo kwa sababu wakati karibu unakuisha. So you may go back to your workplaces. Ili muende mahala penu pa kazi. Let us look at the risk of plunder. Wacha tuone hiyo hatari ya kuipoteza. Matthew chapter 25. Mathayo 25. Verses 1 to 13. Mstari wa kwanza hadi wa 13. When Jesus himself wakati Yesu mwenyewe was speaking about the coming of the wedding of the Lamb of God. wakati alikuwa anazungumzia kuhusu kukuja kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Everybody focus on me here. Kila mtu nilenge hapa. When Isaiah saw it, wakati Isaiah aliona, it was related to the coming of the Messiah. ilikuwa inahusiana na kukuja kwa Masihi. What Jesus is going to describe here, kile ambacho Yesu anaenda kuelezea hapa in Matthew 25, katika Mathayo 25, is about the coming of the Messiah. inahusiana na kukuja kwa Masihi. Meaning that glory kumaanisha huo utukufu would be for the coming of the Messiah. utakuwa kwa ajili ya kukuja kwa Masihi. It is not for Hollywood. Sio kwa ajili ya kujionyesha. Ya kuonyesha watu. Kuonyesha watu. It is for the Messiah. Ni kwa ajili ya Masihi. How powerful. Ni ya nguvu kiasi gani. We are entering the neighborhood. Tunaingia kwa ujirani. Very good. We are entering the precincts. Tunaingia kwenye ujirani of the dispensation of the Messiah. ya majira ya Masihi. So when that glory comes, kwa hivyo wakati wa utukufu unakuja, if it brings down power, ikiwa itakuja bila nguvu, if it brings down power, ikiwa italeta chini nguvu, and cripples get up and walk, na viwete wanaamuka na and kutembea, HIV is healed, na virusi vya ukimwi vinaponywa, and many blind eyes are opened in Kisumu and na Kakamega, macho mengi ya vipofu yanafumbuliwa Kisumu and na the Kakamega, tumors disappear, na uvimbe unayeyuka, and the crippled, the broken hips, everything you saw, na migongo iliyovunjika, kila kitu mlichokiona, if it will come with power, ikiwa itakuja na nguvu, then that tells you basi hiyo inakuambia that we are living in the neighborhood of the dispensation of the Messiah. basi tunaishi katika ujirani wa majira ya kukuja kwa Masihi. And if that is anything to go by, Na ikiwa hilo ndilo jambo la kufuatia, then we know basi tunajua that when the dispensation of the Messiah comes, ya kwamba wakati wa majira ya Masihi yanapokuja, there will be real power. kutakuwa na nguvu Real halisi. power. Kutakuwa na nguvu halisi. No more sickness. Hakuna ugonjwa No tena. more disease. Hakuna maradhi No more tena. pain. Hakuna uchungu No tena. depression. Hakuna No kukandamizwa. oppression. Hakuna There kufinyana. will be freedom. Kutakuwa na uhuru. No more sin. Hakuna dhambi No tena. more death. Hakuna kifo The tena. kingdom of God, Ufalme wa Mungu, eternal life, uzima wa milele, it will be power. itakuwa ni nguvu.
real power, nguvu yenyewe, not political power. sio nguvu ya kisiasa. I am talking about real power, Zungumza kuhusu nguvu zenyewe, not economic power. sio nguvu za kiuchumi. I'm talking about the power of God. Nazungumzia kuhusu nguvu za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Let us look at the risk Wacha tuangalie hatari of losing that anointing. ya kupoteza huo upako. Matthew 25. Mathayo 25. I am reading now. Ninasoma sasa Very fast from verse 1. kuanzia mstari wa kwanza. My target is verse 8. Lengo langu ni mstari wa 8. But I'm just reading so quick to give you a background. Lakini nasoma ili kuwapatia msingi. He says verse 1, Matthew 25. Anasema mstari wake wa kwanza Mathayo 25. At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Wakati huo ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliochukua taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi. And then he goes to verse 2 now. Listen. Alafu anaenda mstari wa pili sasa, sikiza. 5 of them were foolish 5 wao walikuwa wapumbavu and 5 were wise. na 5 walikuwa wenye busara. Everybody focus on me for a moment. Kila mtu nilenge kwa kitambo. Amplified says Tafsiri ya Amplified inasema 5 of them were foolish, 5 wao walikuwa wapumbavu, thoughtless, walikuwa wajinga, bila kufikiria, thoughtless, bila kufikiria, without forethought. bila kuwa na akili ya kufikiria. The Bible says Biblia inasema that 5 will be foolish kwamba 5 watakuwa wapumbavu and 5 wise. na 5 wenye hekima. But the foolish ones, he says, Lakini hawa wajinga anasema they are the church wao ndio kanisa, without thought, bila kufikiri, thoughtless, wasio na fikra, without forethought. bila kuzingatia yajayo. Meaning they don't even think about what is coming. Kumaanisha hawazingatia hata yale ambayo yanakuja. And he says heedless, Na anasema bila umakinifu, which means they don't listen to instruction. kumaanisha hawasikilizi maagizo. He says careless. Anasema wasio makinika. There are many words there. Kuna maneno mengi Lack hapo. of care, Wasiojali, Inconsiderate, bila kuzingatia, inconsiderate. bila kuzingatia. There's no consideration for situation or people, even for higher authority. Hakuna kuzingatia kwa watu, hata mamlaka yaliyo ya juu. inattentive, Inattentive, cannot listen. Wasio makinifu hawawezi Do you kusikiliza. understand me how you preach? Je, unaelewa namna unavyohubiri? So listen to me. Hivyo sikiliza, nisikilize. What am I saying? Nini nachosema? I'm saying Ninasema when I'm preaching such a tremendous situation here wakati napohubiri swala nyeti kama hili hapa about the fall of the glory of God, kuhusu kushuka kwa utukufu wa Mungu, I need to know nahitaji kujua that I'm preaching to a living being kwamba nahubiria wanadamu wanaoishi, who is alive and breathing, ambao wako hai na wanapumua, and somebody who can even throw a pen at me. na mtu hata anayeweza kunirushia kalamu. Someone with a mailing address. Hallelujah. Haleluya. What I'm saying is this. Kile nachosema ni hiki. What the Lord is saying is big. Kile ambacho Bwana anasema ni kikubwa. When he said, Wakati alisema be careful, makinikeni, there is a risk of robbery. kuna hatari ya kuibwa. They will rob. Wataiba, They will steal the anointing. wataiba upako. If it is a treasure, Kama ni hazina, then keep it like this. basi uilinde namna hii, Because there is a risk in verse 8. kwa sababu kuna hatari mstari wa 8. But when he begins to go from verse 1, Lakini anapoanza kuondoka kuanzia mstari wa he kwanza, is already saying tayari anasema that during that dispensation, ya kwamba wakati wa majira hayo there would be 2 types of churches. kutakuwa na aina 2 ya makanisa. There will be the foolish church Kutakuwa na kanisa ambalo ni pumbavu, that you see all over Kenya ambalo mnaliona kote kote and Kenya all over the world. na kote kote And ulimwenguni, you will see what she does. na mtaona kile ambacho linafanya. She sells and buys oil. You're going to see. Linauza na kununua mafuta, unaenda kuona. But first of all, he begins to say Lakini kwanza kabisa yuanza kusema that all over the globe, ya kwamba kote kote ulimwenguni there will be the foolish church kutakuwa na kanisa ambalo ni pumbavu and the wise church. na kanisa lenye busara. And the foolish church Na ili kanisa ambalo ni pumbavu will be a church that does not even care.
litakuwa kanisa ambalo hata halijali, no forethought. halifikiri yajayo, She does not even think about the coming, whatever is coming. hata alifikiri kuhusu chochote kile ambacho kinakuja. And he says, Na anasema careless, lisilo makinika, heedless, lisilozingatia, cannot listen. haliwezi kusikiliza. And in the other version, he says many things. Na tafsiri zinginezo inasema vitu vingi. And when I read that, Na niliposoma hiyo I said, wow, nikasema the wow, Lord is describing today's church. Bwana analielezea kanisa la sasa. Because when I look at the church today, Kwa sababu napolitazama kanisa sasa, excuse me, Pastor, ni uyeradhi mchungaji, are you aware that the Messiah is coming? je, unajua kwamba Masihi anakuja? Messiah. Mesia, Messiah. Mesia, Let him come. wacha akuje. We have been waiting for a long time. Tumekuwa tukingojea kwa muda mrefu. They speak almost sarcastic. Wananena tu kama tu kimzaha. And have you prepared? Na je, umejiandaa? No, I remember Nakumbuka one time they told we are always ready. kila wakati wanasema tuko tayari. And when you look at their lives, Na wakati unaangalia maisha yao, they forget the scripture in Hebrews chapter 12 verse 14. wanasahau kitabu katika Waebrania 12 mstari wa 14. Make every effort to live in peace with all men. Fanyeni kila jitihada kuishi kwa amani na watu wote, And to be holy. na kuwa takatifu. For without holiness, Kwa maana bila ya huo utakatifu nobody hakuna mtu yeyote, Nobody hakuna mtu yeyote will see the Lord. atakayemwona Bwana. They forget that. Wanasahau hiyo. And so I was amazed when I saw that. Na hiyo basi nilishangazwa nilipoona hiyo. But if you go on, Lakini ikiwa utaendelea, in Amplified it says, katika tafsiri ya Amplified anasema, then there were 5 foolish virgins kulikuwa na wanawali 5 wapumbavu and 5 wise virgins. na wanawali 5 wenye hekima. Again, 5 of them were foolish, Tena 5 wao walikuwa wapumbavu, thoughtless, wasio na fikra, without forethought, bila ya kuzingatia yajayo. and 5 were wise. Na 5 walikuwa wenye busara. And he says, Na anasema intelligent, wenye hekima, prudent, wenye busara. and he uses very good words Na there. anatumia maneno mazuri hapo. That is what you preach. Hicho ndicho unachohubiri. That is the message the pastor brings to the church. Huo ndio ujumbe wachungaji wanalihubiria kanisa. You have to ask them, Lazima uwaulize, je, are you prudent? je, ninyi ni wenye busara? Are you careful? Je, ninyi mnamakinika? Thoughtful? Je, ninyi mnafikiri? Alert? Je, ninyi mko macho? Awake? Je, mumeamuka? Every intelligent? Kila busara, Every word that is described and amplified kila neno ambalo limeelezewa katika tafsiri ya Amplified about the beautiful church, the wise church. kuhusu kanisa lenye hekima, kanisa ambalo limerembeka. Pastors, Wachungaji, that is the message you preach to the church. huo ndio ujumbe unahubiri kwa kanisa. You cannot just read a scripture and move on. Hauwezi kusoma tu andiko na kuendelea. But let me show you the danger Isaiah saw. Lakini wacha niwaonyeshe hatari ambayo Isaiah aliiona. It is in verse 8, but let me read. Iko mstari wa 8, lakini wacha nisome. Matthew 25, Mathayo 25 verse 3 says, mstari wa 3 wanasema, the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta yao ya akiba. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Lakini wale wenye busara walichukua taa zao na mafuta yao ya akiba kwenye vyombo. The bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Bwana arusi alipokawia kuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. At midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Usiku wa 8 pakawa na kelele, tazameni huyu hapa bwana harusi, tokeni nje mkamlaki. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Ndipo wale wanawali wote wakaamuka kuzitengeneza taa zao. Verse 8 is for you. Mstari wa 8 ndio wako. The danger.
hatari. He said, the foolish ones say to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupatieni mafuta yenu kidogo, taa zetu zinazimika. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Lakini wale wenye busara wakawajibu, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi pia. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Afadhali mwende kwa wauzao mkajinunulie mafuta yenu. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akafika. The virgins who were ready went in with him into the wedding banquet, and the door was shut. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye kwenye karamu ya harusi, na mlango ukafungwa. Now listen carefully, now very carefully. Sasa sikiliza kwa makinifu zaidi. Now the book of Isaiah chapter 26. Sasa kitabu cha Isaiah sura 26. Verse 19 we read. Mstari wa 19 tulisoma. That is the only verse I have been preaching on. Huo ndio mstari wa pekee ambao nimekuwa nikihubiri For almost 1 hour now. kwa yapata sali moja sasa. That tells you, pastors, Hiyo inawaambia wachungaji that the word is deep. kwamba neno ni la vilindini. The word is rich. Neno ni tajiri. Don't just teach like this and go. Usifunze tu namna hii na kuondoka. Just one verse I have been handling here. Mstari tu mmoja nimekuwa nikiushughulikia hapa. And now I'm looking at the danger Isaiah saw when he said, that is a treasure, protect it, safeguard it. Na sasa ninaangazia ile hatari ambayo Isaya aliiona aliposema hiyo ni hazina, uilinde, uichunge. Isaiah 26, I'm reading only the first part, then I explain the danger. Isaiah 26 nasoma tu sehemu yake ya kwanza, alafu nitaitokeza hiyo hatari. But now Isaiah 26 verse 20, I am about to finish. Isaiah 26 mstari wa 20 karibu na maliza. And he says, Na anasema, go my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourself a little while. Nenendeni watu wangu, ingieni vyumbani mwenu na mfunge milango nyuma yenu. Na fungeni milango zenu. Na mfunge milango. Na mfunge milango Nyuma yenu. nyuma yenu. Shut the doors behind you. Fungeni milango nyuma yenu. And in Matthew 25, what did we see? Na Mathayo 25 tunaona nini? When they went to buy oil, Wakati walipoenda kununua mafuta, then the Messiah came. basi Masihi akaja. In other words, if you see the church beginning to buy, Kwa maneno mengine, unapoona kanisa limeanza kununua, you just prepare for the Messiah. wewe jiandae tu kwa ajili ya And he Mesiya. said when they entered in, Anasema walipoingia ndani and the door was shut. na mlango ukafungwa. And Isaiah 26 verse 20, Na Isaiah 26 mstari wa he 20 says, go my people, anasema, nenendeni watu wangu, go my wise church, nenendeni kanisa langu lenye hekima, go the wise virgins, nenendeni wanawali wenye busara, enter your rooms ingieni vyumbani and mwenu shut the door. na mfunge milango And nyuma in yenu. Genesis chapter 7 Na Mwanzo sura ya 7 verse 16, mstari wa and he 16 says the animals going into Noah's ark na akasema wanyama walikuwa wanaingia kwenye safina ya Nuhu were male and female walikuwa mume na mke of every creation ya kila kiumbe as God had created. kama jinsi Mungu alikuwa ameumba. And he says, Na anasema, and the Lord shut the door. naye Bwana akafunga mlango. Listen to this, somebody. Sikiza hii mtu, That is powerful. hiyo ni ya nguvu. Listen. Sikiza, Isaiah sees that glory, Isaiah nauona wa utukufu. which some of you have in your cell phones. Baadhi yenu mko nao katika simu zenu za rununu. And he celebrates it as morning dew. Na anaisherekea kama umande wa asubuhi That is coming to revive the church. ambao unakuja kulifufia kanisa. The thirsty church. Kanisa lenye kiu That is dry bones. ambalo ni mifupa mikavu Lifeless. isiyo na uhai. The Spirit of God Roho wa
Mungu, is the life-giving, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, the river of God, mto wa Mungu, is the life-giving Spirit of God ni Roho apeanaye uhai wa Mungu, that brings life from the throne room of God anaileta uhai kutoka enzi ya into Mungu the church. kuingia kwa kanisa. And so Isaiah Na says, hivyo basi Isaiah anasema when he sees that wakati anaona hiyo, it will be a treasure. basi itakuwa hazina. Manake muilinde sana. Kwa maana yake uilinde sana, Manake musiipoteze. maanake msiipoteze, Meaning protect it. kumaanisha uilinde. And if somebody tells you, please protect this, Na ikiwa mtu atakwambia tafadhali linda hii, I'm going to use a very bad example. naenda kutumia mfano mbaya zaidi. When I took the weapon here, Wakati nilichukua silaha hapa and I gave the acting PPO who came here to represent him here, the director of operations. na nikapeana kwa ambaye anasimamia operation za kipolisi, And I gave him, na nikampatia, I told him, nilikuwa namwambia, now you can keep it in the safe custody of police. sasa mnaweza kuhifadhi kwenye hazina iliyo salama salimini ya kiserikali. That also means it's a treasure. Hiyo inamaanisha kuwa ni hazina. Number 2, Jambo la that pili, means if you don't keep it well, you can lose it. hiyo basi inamaanisha usipoilinda vyema unaweza kuipoteza. Somebody tell me something here. Mtu ananiambia kitu hapa. I need a living, breathing, normal human being here Nahitaji mwanadamu anayepumua, aliye hai wa kawaida who hapa, is absorbing the word. ambaye analichukua hilo neno. Is there anybody here? Je, kuna mtu yeyote hapa? He says, I am the only one. Akasema mimi ndimi wa pekee. But listen to this now. Lakini sikiza hii sasa. Isaiah saw the risk. Isaiah aliona hatari. But then when we go to find the risk, Lakini basi tunapoenda kufuata hiyo hatari, I am shocked ninashangazwa because kwa sababu I thought nilifikiri the risk of losing it, hatari ya kuipoteza. I am going to, siatapita tu kwa mlango hapa. Kwani ataingia na mlango Kwani gani? ataingia na mlango gani? Wacha mimi niangalie tu mlango hili. Wacha niangalie tu mlango mimi. Kama kuna mtu atakuja chukua ili utukufu, the glory, Kama kuna mtu anayekuja kuchukua utukufu huu, si atatoka tu nje huko. si atatoka tu huku nje. Na niangalieni milango kabisa, msimami hapo dhabiti kabisa. Na niangalieni milango, msimame hapo dhabiti kidete kabisa. And I'm shocked Na ninashangazwa. that the Lord says Kisha Bwana anasema that the enemy is inside the church. kwamba adui yuko ndani ya kanisa, Because kwa sababu the foolish virgins wale wanawali who wapumbavu have been worshiping with you, ambao umekuwa wakiabudu pamoja nanyi, worshiping with you, wakiabudu pamoja nanyi, now they come. sasa wanakuja. Verse 8. Mstari wa 8. Can you give us some of your oil? Je, mnaweza kutupatia kiasi ya mafuta yenu? Kumbe adui yako ndani. Kumbe adui yuko ndani. The enemy is inside. Adui yuko ndani. No, nobody heard me. Hakuna mtu aliyenisikia. This is big. Hii ni kubwa. When the Lord said in the Bible Wakati Bwana alisema katika Biblia that they come masquerading as the angel of light, ya kwamba wanakuja wakijifanya kama malaika wa nuru, he did not mean hakumaanisha I'm waiting for the devil to try, let him enter, tutakutana leo. wacha na ngojea shetani aingie, wacha jaribu leo, tutakutana leo. This is the door. Si huu ndio mlango? Where will he enter from? Ataingilia wapi? I will wait. Nitangojea. Be careful. Makinikeni. Masquerading as angel of light. Akijifanya kama malaika wa nuru. Meaning the preachers Kumaanisha wahubiri who would come to you ambao watakuja kwako saying, I am preaching the light. wakisema nahubiri nuru, And yet the gospel they preach na ile hali injili wanayoihubiri comes from Satan. inatoka kwa shetani. Why? Kwa nini? Because it lacks holiness. Kwa sababu inakosa utakatifu. If there is any gospel being preached Ikiwa kuna injili yoyote ambayo inahubiriwa that has come from Jehovah, ambayo imetoka kwa Yehova, he is holy. yeye ni And mtakatifu, the church must be na holy. kanisa lazima liwe takatifu. If there is any gospel Ikiwa kuna injili yoyote that came from Calvary, ambayo inatoka Kalvari, it must be a holy lazima gospel. iwe injili takatifu. And so if you hear another gospel Na ikiwa basi mtasikia injili nyingine that is also appearing to come from Calvary, ambayo pia inaonekana kana kwamba
kama inatoka Kalvari, But when you listen to it properly, lakini unapoisikiliza kwa umakinifu, you don't pick anything holy. hauchukui kitu chochote takatifu. Then you know Basi unajua what he meant by the risk of plunder. kile alichomaanisha kwa hatari ya kuporwa. The danger is inside here. Hatari iko mle ndani. It is the inside that will destroy the anointing. Ni ile iliyo ndani ambayo itaharibu upako. Can I tell you how? Je, naweza kuambia namna gani? Let me say. Wacha niseme. I am in the ministry of repentance. Niko katika huduma ya toba. We have come from Kisumu. The Lord healed many cripples, blind, deaf, mute, everything. Tumetoka Kisumu. Bwana aliponya watu wengi, vipofu, viziwi na kila kitu. And then, Alafu hata silaha ilirudishwa. hata silaha zilirudishwa. Look at this now. Tazama hii sasa. And then you fall into sin. Alafu unaanguka kwenye dhambi. So you are trying to mix. Hivyo unajaribu kuchanganya. The Bible says, Biblia inasema, if they have known the way of righteousness, ikiwa wameijua njia ya uhaki, and then they have again turned their backs to the sacred command, alafu tena wamegeukia migongo yao to the sacred command, kwa hiyo amri ya ambayo ni teule, to the righteous word, kwa maneno ya haki, then he says, basi anasema to their loss, kwa hasara yao they are crucifying the Son of God all over again. wanamsulubisha mwana wa Mungu tena. So the enemy that is going to destroy the beautiful glory, Hivyo basi adui ambaye anaenda kuangamiza utukufu unaopendeza, that the Lord is showing, captured on camera in the year 2013, ambao Bwana anaonyesha ukiwa umepigwa picha kwa kamera mwaka wa 2013. that enemy is not from out. Huyo adui atoki He nje, is right here. yuko papa hapa. Ah. Now this is so good for the pastors who have come from other churches, Sasa hii ni nzuri sana kwa wachungaji ambao wametoka makanisa mengine, because now you begin to understand. kwa sababu sasa unaanza kuelewa. Wamekuwa wakicheka, Wamekuwa wakicheka, they have been laughing, wamekuwa wakicheka, but let them be careful, lakini wacha wajichunge, because we might laugh last kwa sababu huenda tutacheka mwishowe and laugh better. na kucheka vizuri. This is a warning to the church. Hii ni onyo kwa kanisa. I finish this thing. Namaliza kitu hiki. The foolish virgins come to take oil. Wanawali wapumbavu wanakuja kuchukua mafuta. Dr. Njoro, Daktari Onjoro, can you give me half of your anointing? je, unaweza kunipatia nusu ya upako wako? I want one day to prepare Nataka siku moja niandae a special offering for you, toleo ama sadaka spesheli kwako, to bring to you kukuletea wewe on a special day katika siku spesheli that you will choose and tell me. ambayo utachagua na kuniambia. I want to prepare it very well Nataka niandae vizuri sana and come before you na nije mbele zako and kneel down before you. I will put on white clothes, na nipige magoti mbele zako, nitavalia mavazi meupe. and then I want you just to pour oil on me Nataka tu umwage mafuta juu yangu and decree with your mouth na utangaze kwa kinywa chako that half of my anointing I give you. kwamba nusu ya upako wangu ninakupatia. That is what is happening there. Hicho ndicho kinachotendeka hapo. The foolish virgins Wanawali are wapumbavu asking the wise virgins, wanawauliza wanawali wenye hekima, give me a portion of your oil. nipatie sehemu kiasi ya mafuta yako, Give me a portion of your morning dew, nipatie sehemu ya umande wako wa asubuhi, that I may also prepare. ya kwamba nami pia nijiandae. And yet we know that preparedness cannot be shared. Na ili hali tunajua kujitayarisha hakuwezi kushirikiana. The anointing of the Lord Upako wa Bwana for preparing. kwa ajili ya kujiandaa. You cannot say, I cut a portion I give you, I remain with something for myself to prepare. Hauwezi kusema nakata kiasi fulani na kupatia alafu nabaki na kiasi ili nijiandae pia. Ati fulani wa fulani Ati fulani wa fulani amesema yake imekosekana kidogo, amesema yake imekosekana kidogo, wacha nimchotee kidogo. wacha nimchotee kidogo. Sisi zote to prepare. Sisi sote tujiandae. If the wise virgins had made an error, Ikiwa mwanawali mwenye hekima alifanya kosa,
by giving the oil, kwa kupeana mafuta, they would have missed heaven. wangekosa mbinguni. It has not yet happened. Haijatendeka. That is a prophecy. Huo ni unabii. He's saying, Anasema safeguard the anointing that has come to this church. linda upako ambao umekuja kwa kanisa hili. The danger is not at the door. Hatari haimo mlangoni. Don't stand at the door with swords Usisimame mlangoni ukiwa na kisu that atakuja kupitia kwamba hapa. atakuja kupitia hapa. The Lord is saying, Bwana anasema the enemy is already in the body of Christ. adui tayari yuko katika mwili wa Kristo. And if you start now Na ikiwa utaanza sasa fellowshipping with fallen pastors, kushiriki na wachungaji ambao wameanguka, birds of the like feathers, ndege wenye mabawa sawia, they fellowship together, wanashiriki pamoja, they walk together, wanatembea pamoja, and flock together, na wanaruka pamoja, and eat together, na kukula pamoja, and live na together, kuishi pamoja, and their destiny na hatima yao is together. ni pamoja. The book of Revelation chapter 6 verses 5 to 6, then I must finish because it's 2 o'clock. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 6, basi lazima nimalize kwa sababu ni saa 8 tu. Revelation chapter 6 Ufunuo sura ya 6 verses 5 to 6. mstari wa 5 hadi wa 6. When the Lamb opened the third seal, Alipoivunja ile rakiri ya 3, I heard the third living creature say, "Come." nikamsikia yule kiumbe wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. I looked, and there before me was a black horse. Nikatazama, na mbele yangu walikuwepo farasi mweusi. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Yeye aliyempanda alikuwa na mizani mikononi mwake. And he says, Ndipo akasema, then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, ndipo nikasikia kile kilichokuwa kama sauti katikati ya wale viumbe 4 wenye uhai kisema, a quart of wheat for a day's wages, kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibarua wa siku moja, and 3 quarts of barley for a day's wages. vipimo 3 vya shairi kwa mshahara wa kibarua wa siku moja. And do not damage the oil and the wine. Lakini usiharibu mafuta ya zeituni wala divei. Did somebody understand this? Je, mtu alielewa hiki? The danger of plunder. Hatari ya kuporwa. Now listen to this. Sasa sikiza haya. He's saying Anasema that even God the Father himself, ya kwamba hata Mungu Baba mwenyewe, God the Father himself, Mungu Baba mwenyewe, when he was releasing the rider of the black horse, wakati alikuwa anamwachilia mpanda farasi wa farasi mweusi, the prophecy of the global economic crisis unabii wa utata wa kiuchumi wa kiulimwengu yote, that I gave in Nakuru here, ambayo niliitoa hapa Nakuru, at the Nakuru Girls High School grounds, katika uwanja wa Nakuru Girls High School. when I said Wakati naliposema global famine, njaa ya kidunia, global meltdown, njaa ya kidunia, what you see now, kile ambacho mnaona sasa having consumed Europe, ambayo imeichukua Uropa yote, is tearing Europe apart. ambayo inaitenganisha Uropa, Greece, Ugiriki, tearing the United States, ikikatanisha majimbo ya moja Marekani, tearing the entire globe. ikitenganisha dunia yote. When the Lord released that prophecy, Wakati Bwana aliachilia huo unabii, you hear munasikia the Lord telling the rider of the black horse, Bwana akimwambia mpanda farasi wa farasi mweusi, carrying a scale, anayebeba mizani, ratili, and he tells him, na anamwambia, go and make it difficult for them to get bread. nenda ufanye ngumu kwao kupata mkate. If you find those who have no bread, Ikiwa utapata wale ambao hawana mkate, make it harder, wafanye iwe ngumu zaidi, meaning destroy them. kumaanisha waangamize. But if you see the oil and wine, Lakini ikiwa utaona divei na if you see mafuta, the morning dew, ikiwa utaona umande wa asubuhi, he says, anasema preserve it, wahifadhi, protect it, walinde, don't touch it, usiguze, but save them. lakini walinde. Did you understand? Je, ulielewa? The danger of plunder.
hatari ya kuporwa. So when the Lord brings the anointing in Kisumu, Hivyo basi wakati Bwana leta upako Kisumu, the most historic glory of Jehovah, utukufu wa kihistoria sana wa Yehova, there is a message that is coming kuna through, ujumbe ambao unajitokeza saying unaosema it is a treasure. ni hazina. The church has waited for too long, Kanisa limengojea kwa muda mrefu, and the church in the US is waiting until now. na kanisa la Marekani linangojea hadi sasa. The church in Europe is waiting for it until now. Kanisa Europa linaingojea hadi sasa. Australia, Africa is waiting. Australia, Afrika The inangojea. islands are waiting. Visiwa vinangojea. So please, Kwa hivyo it tafadhali, is a treasure. ni hazina. Don't destroy it. Usiharibu, Protect it uilinde from plunder. kutokana na kuporwa. Meaning there is a risk of attack. Kumaanisha kuna hatari ya kuporwa In these last days, katika siku hizi za mwisho. yes indeed, Ndiyo, kwa hakika there is a high risk. kuna hatari kubwa. Precious people, Watu wa dhamani, that is the story of the glory. hiyo ndio hadithi ya utukufu. That is what beholds the glory. Hiyo ndiyo ambayo inahusiana na utukufu. Let us rise up Wacha tuinuke and repeat this after me. na turudie hii nyuma yangu Kwa nguvu sana, kwa nguvu sana, ya kutisha sana. ya kutisha sana. Say, precious Jesus, Sema, Yesu wa dhamani, on this day, katika siku hii I have resolved nimekusudia, nimeamua that from today, ya kwamba tangia leo into eternity, kuingia kwa umilele, I surrender najisalimisha all my sins, dhambi zangu zote. I repent, Ninatubu, please forgive, tafadhali samehe. precious Jesus, Yesu wa dhamani, establish your word imarisha neno lako in my heart, moyoni mwangu, and fill my heart na ujaze moyo wangu with the morning dew, na umande wa asubuhi, that I may enter ili niweze kuingia. Use me, Lord, Nitumie Bwana as a vessel kama chombo of the morning dew, cha umande wa asubuhi, and bless my ministry na ubariki huduma yangu in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Today, Leo right here, papa hapa, I am born again. Hallelujah. Hallelujah. It's over. It's Imekwisha, over. imekwisha, It's over. imekwisha, It's over. imekwisha, It is finished. imekwisha, It is finished. imekwisha. Let me pray.
Wacha niombe. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, establish your anointing in them imarisha upako wako ndani mwao and bless them with wisdom, na uwabariki na hekima. the wisdom of the wise church, Hekima ya kanisa lenye the busara. wisdom of God, Hekima ya Mungu. that they may see the kingdom of God. Ya kwamba wapate kuona ufalme wa Mungu. In the mighty name of Jesus, Katika jina kuu la Yesu. in this year 2013, Katika mwaka huu wa 2013. including the director of operations, Kuhusisha mkurugenzi wa the operesheni. deputy PCIO, Deputy PCIO. all the senior police officers, Na hata maafisa wa polisi wa ngazi ya juu. senior government officers, Na maafisa wa serikali. the commissioner of customs sitting here, Yule commissioner wa custom aliyeketi hapa. the teachers, Waalimu. the professors of universities, Wahariri wa vyuo vikuu. the senior directors, the deputy director of medical services who is here, Naibu wakurugenzi wa huduma za afya na matibabu walioko hapa. the senior assistant directors of medical services here, Naibu wakurugenzi wa huduma za afya na the matibabu hapa. headmasters, Wale ambao ni walimu wa the chuo. principals, Wale ambao ni walimu the wakuu. business people, Watu wenye the biashara. ushers, Mashemanzi. the widows, Wajane. the orphans, Mayatima. everybody here. Kila mtu hapa. I decree today, Ninatangaza in leo the name of the Lord, katika jina la that there is a Bwana special door ya kwamba kuna lango speciali open into your life ambayo inafunguka maishani mwako. this year, Mwaka huu 2013. mwaka wa 2013. So be it Kwa hivyo iwe in hivyo the name of the Lord. katika jina la Bwana. Amen. Amina. Shalom. 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 Shalom Haberim. Shalom Aberi. Shalom Abraham. Shalom Abraham. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adoni. Shalom Adoni. Amen. Amina.